أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuonana tena kwenye aljumaa hii nyingine ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada, katika ile miezi minne mitakatifu aliyoizungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, hakika idadi ya miezi mbele za Mwenyezi Mungu ni miezi 12, minha arba'atun hurum. Katika hiyo 12, minne ni mitakatifu. Sasa katika hiyo minne, mmojawapo ni huu tuliokuwa nao wa mfungo pili. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kuacha kutaja baadhi ya matukio yaliyotokea ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada kulingana na wakati, naomba moja kwa moja niingie kwenye hutuba yangu ya Ijumaa ya leo, ambayo mada yetu na maudhui yetu itakuwa ma maana alwataniya, nini maana ya uzalendo. Moja katika mambo yanayosumbua na katika mambo yanayowapa watu tabu na katika mambo ambayo watu wakati mwingine wanachanganyikiwa kuyaelezea, kuna mambo mengi, lakini moja ni jambo la alwataniya, jambo la uzalendo. Nini maana ya uzalendo? Uzalendo ni nini? Sasa katika hutuba yetu ya Ijumaa ya leo tutaelezea maana ya uzalendo, maana ya mtu kuwa mzalendo. Na nukta ya kwanza katika kuelezea mzalendo ni nani, maana ya kwanza ya uzalendo ni hubbul watan, ni kuupenda mji wako, ni kupenda pale mahala ulipozaliwa, ni kupenda pale kwenye mji panapoitwa kwenu, ni kuipenda nchi yenu, hubbul watan. Maana ya pili ya uzalendo ni ad-difa'u 'anil balad, ni kutetea mji wako, ni kuitetea nchi yako katika changamoto tofauti na mambo tofauti. Na ndiyo maana Sayyiduna Zainul Abidin wa Sayyidu Sajidin
Ali ibn al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Katika Zaburu Ali Muhammad, Sahifatu Sajjadiyya, al-Imamu Sadiq, pamoja na kutokubaliana kwake na mamlaka ya Bani Umayya iliyokuwa ikitawala, lakini alikuwa akiiombea Mungu mipaka ya mamlaka hiyo, na adui yoyote ambaye ana nia ya kushambulia mamlaka hayo, Mungu asimpe nguvu na asimwezeshe. Duau ahli thughur mashuhuri tunayo, inayoelezea maana ya kupenda nchi yako, ambayo ni ad-difau anil balad. Lakini maana ya tatu ya uzalendo ni al-ikhlasu lilbalad. Ni al-ikhlas, ni kuwa mkweli wa nchi yako, ni kuwa mkweli wa kisawasawa wa nchi yako, ni kuwa mtetezi wa kisawasawa wa nchi yako, wala sio ubabaishaji, wala sio masala ya maslahi. Nukta ya 4, maana ya uzalendo ni ad-du'a la, ni kuiombea Mungu nchi yako. Mnapowaona watu wanasumbuka kwenye kuiombea Mungu nchi yao iendelee kubakia kwenye utulivu, iendelee kubakia kwenye amani, ni ishara ya watu hao kupenda nchi yao. Lakini jambo la 5 na nukta ya 5 na ya mwisho katika kuelezea maana ya alwataniya, maana ya uzalendo, ni kuipambania amani katika nchi yako. Wale wanaopambana kwamba ndani ya nchi moja watu wake wasigombane, changamoto walizokuwa nazo wazitibu kwa njia ya amani, hao ni wazalendo wa kisawasawa. Sasa baada ya utangulizi huo, sasa naomba tuanze maana ya kwanza, lakini naomba nitangulize hii khutba kwa haya maneno ya Mungu. Nakumbuka ewe Muhammad, wakati aliposema Ibrahim, ewe bwana wangu, ij'al hadha baladan amina, ifanye hii nchi yangu kuwa ya amani, ufanye huu mji wangu wa Makka uwe mji wa amani, ifanye hii ardhi ya Palestina, ardhi ya Palestine ambayo anakaa mwanangu Ishaq na mke wangu Sara, ij'al hadha baladan amina, ufanye mji huu ni mji wa amani. Mwenyezi Mungu, ndugu zetu wa Palestina, kwa munasaba wa kutaja hii aya, Mungu awape amani, awape utulivu, awape taufik ya dunia kuwakumbuka dunia iliyokuwa imewasahau. Mwenyezi Mungu, kama watu wote wamewasahau, ya Rabbi usiwasahau ndugu zetu wa Palestina. Ibrahim anaomba Mungu, anasema Mungu, ifanye nchi yangu hii ni nchi ya amani. Kwa hivyo tunapopanda kwenye mimbari tukazungumza amani, tukaomba amani, ni masala yamezungumzwa ndani ya Qur'an. Ij'al hadha baladan amina, ifanye nchi yangu ni nchi ya amani, sio ifanye nchi yangu ni nchi ya mizozo, sio ifanye nchi yangu ni nchi ambayo haikaliki, la, ni baladan amina. Alafu angalia maneno makubwa haya, warzuqa ahlahu, na waruzuku watu wake, na wafanye watu wa Makka, na wafanye watu wa Palestine, na wafanye watu wa Mashariki ya Kati, warzuq ahlahu min athamarat, Mungu uwape matunda. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Lakini Mungu katika Qur'ani yake anamuelezea Ibrahim
kwamba ameiombea nchi yake amani. Hakutosheka na hilo tu, akaiombea nchi yake maendeleo. Warzuq ahlahu min athamarat, waruzuku watu wake maendeleo. Maendeleo ndiyo yanayoleta chakula bora, maendeleo ndiyo yanayoleta chakula kilichokuwa salama, maendeleo ndiyo yanayoleta chakula ambacho ni tiba ya mwili wa mwanadamu. Ma maana alwataniya, nini maana ya uzalendo? Mzalendo maana yake ya kwanza ni hubbul watan. Mzalendo ni yule mtu ambaye anapenda nchi yake, anapenda pale alipozaliwa, maskatu rasihi, anapenda pale mahala anapoishi yeye na watu wake, yeye na familia yake, yeye na ndugu zake, yeye na majirani zake. Hiyo ndiyo maana ya kwanza ya mzalendo. Kwa hivyo huwezi kuwa mzalendo kama huwapendi watu wa nchi yako, kama huwapendi watu wa mji wako, huwezi kuwa mzalendo. Na ndiyo maana Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, akazungumza maneno mazito mazito kuhusiana na majirani, kuhusiana na watu unaoishi nao pamoja. Mwenyewe akasema, ma zala Jibrail, hajaacha kuwa Jibril, yusini fil jari, ananihusia kuhusu jirani, hata dhanantu, mpaka nikadhania kwamba mimi nikifa jirani atanirithi. Haitaki salawatu hiyo. Jibrili kila siku inayokwenda kwa Mungu alikuwa akishuka ananihimiza, Muhammad, be careful with your neighbor, kuwa makini na majirani zako, wapendelee majirani zako kile ambacho unapendelea wewe mwenyewe. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Si muumini yule ambaye anashiba wajaruhu ila jambihi jai', na mtanzania mwenzake ana njaa. Allahu akbar, maneno mazito haya. Si muislam yule ambaye anashiba na jirani yake ana njaa. Sasa yabadilishe hayo. Si muislam yule ambaye anashiba na mtanzania mwenzake anakufa na njaa. Hubbul watan, moja ya maana ya uzalendo ni kuipenda nchi yako. Na kuipenda nchi maana yake ni moja, maana yake ni kuwapenda watu uliokuwa nao. Na riwaya zinazoelezea kuwapenda watu waliokuwa kando kando yako, watu naoishi nao, riwaya hazisemi kwamba ni wakiwa Waislamu. Ina maana majirani zako wakiwa Waislamu lazima uwapende, wakiwa Wakristo lazima uwapende, wakiwa mapagani lazima uwapende, kwa sababu ndiyo misingi ya uzalendo, ndiyo misingi ya alwataniya. Maulaya Sadiq al-Musaddaq Jaafar bin Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi anasemaje? Alaikum bihusnil jiwar fa inna Allaha amara bidhalika. Allahu akbar. Hakikisheni mnakaa vizuri na majirani zenu, watu mnaoishi nao pamoja, hakikisheni mnakaa nao vizuri. Kwa nini? Fa inna Allaha amara bidhalika, kwa sababu hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini sio hivyo tu, kuwapenda Watanzania wenzako, kuwapenda watu unaoishi nao kwenye nchi moja. Maulana Sadiq Jaafar salawatullahi wa salamuhu alayhi anasemaje? Anasema husnul jiwar, husnul jiwari
yuammiru diyar wa yuzidu fil a'mar. Allahu akbar. Unapohakikisha unakaa vizuri na wenzako, unakaa vizuri na watu wanaokuzunguka, unakaa vizuri na Watanzania wenzako, jambo hilo linaleta ustawi wa jamii. Yuammiru diyar, jambo hilo linaleta ustawi wa jamii, jambo hilo linaleta maendeleo. Yuammiru diyar, jambo hilo linapelekea kutatua changamoto tofauti zinazokuwepo katika community. Yuammiru diyar. Kwa hivyo moja ya maana tunapozungumza neno uzalendo, huenda wakati mwingine tunaliimba na hatujui maana yake. Moja ya maana ya uzalendo ni kuipenda nchi yako, na kuipenda nchi yako maana yake ni kuwapenda watu wake. Maana yake husnul muamala maa ahliha, ni muamala mzuri, mahusiano mazuri na wale unaoishi nao, mahusiano mazuri na wale unaokaa nao. Na ndiyo maana kwa munasaba huu na wapongeza ndugu zangu mashia wa Tanzania, shiatu ali Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Waislamu mashia katika nchi hii walikuwa mstari wa kwanza kwenye kuita vyombo vya habari kwenye Christmas na kuwapa mkono wa kheri na wafanaka kwa ndugu zetu wa Kristo kwa munasaba wa sikukuu yao ya Christmas, ambalo ni moja ya jambo linaloonyesha mahusiano mazuri. Na mahusiano mazuri ndiyo kitu kinachotengeneza kuipenda nchi yako, ndiyo kitu kinachotengeneza uzalendo. Lakini niwape hongera vile vile wale watu ambao wanafanya vikao vikubwa vya Maulid, na vikao hivyo wanawashirikisha ndugu zao wa Kristo. Lakini vile vile mabaraza tofauti yaliyotungwa, mabaraza ya dini zote ambazo yanawakusanya Watanzania wote katika mimbari moja. Lakini kamati za amani zilizopo nchini ni ishara ya kwamba waasisi wa vyombo hivyo na wanaoshiriki kwenye vyombo hivyo ni watu wanatekeleza agenda ya uzalendo, ni watu wanatekeleza unwani ya uzalendo, kwa sababu huko ndiko kuipenda nchi yako. Lakini nukta ya pili ni ad-difa'u 'anil balad. Maana ya pili ya uzalendo ya alwatania ni kuitetea nchi, kama nilivyotoa mfano wa maneno ya al-Imam Zainul Abidin salawatullahi wasalamuhu alayhi. Dua yake anapowaombea wanaolinda mipaka ya nchi yake, wanaolinda mipaka ya nchi yake, maadui wasije wakaingia wakaivuruga amani iliyokuwepo katika nchi yake. Na haya ni mafunzo kwa sisi wasomi wa Ahlul Bait alayhimussalam. Kwa hivyo jambo la pili ni kuitetea nchi, kuilinda na aina yoyote ya uadui, na aina yoyote ambayo itapoteza mshikamano mliokuwa nao, kwa sababu mshikamano tuliokuwa nao, utulivu tuliokuwa nao, Mwenyezi Mungu anaupenda. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Malaika wanamwambia Mungu, unataka kupeleka duniani kiumbe ambaye atavuruga amani, atasababisha mauaji, atamwaga damu. Wakazi gani watu unataka kupeleka? Sisi tunakuabudu, ambayo ndiyo malengo makubwa ya kuumbwa mwanadamu. Kwa hivyo kuitetea nchi, kupambana kuhakikisha aina yoyote ya uadui hausambaratishi huu moja wetu tuliokuwa nao na amani tuliokuwa nayo.
kuitetea nchi tunapoona viishiria vya uvunjifu wa amani vinatawala katika jamii yetu. Ni muhimu kusimama kuvinyooshea vidole viishiria hivyo, visije vikasambaa vikawa ni vidudu hatari vya kuvunja umoja na utulivu tuliokuwa nao. Harakati za kisiasa, maneno ya kisiasa, kujinadi kwa wanasiasa, huko kote kwende sambamba na kuhakikisha kwamba amani ndiyo tunayoipa kipaumbele. Tutetee haki zetu, tuhakikisha haki zetu zinarudishwa kwa wale wanaoamini na kudai kwamba kuna haki zao zimenyang'anywa. Lakini kutafuta haki zetu, kutetea haki zetu, iwe ni utetezi ambao hautovunja huu utulivu mzuri tuliokuwa nao. Ni katika kutetea haki yetu, ni katika kutetea nchi yetu, kutetea maadili tuliyokuwa nayo. Yoyote ambaye malengo yake ni kuharibu na kuvuruga maadili yetu, mila zetu, desturi zetu na dini zetu, ni wajibu wetu kuitetea nchi. Na katika jambo ambalo sisi wa Tanzania hatupendi kulisikia, ni aibu katika mila zetu, ni aibu katika jamii ya Kiafrika, jambo la ushoga. Tendo la ushoga katika jamii yetu halikubaliki. Mila zetu hazilikubali, dini zetu zote, Uislamu, Ukristo, Uyahudi au likubali, lakini vitabu vyetu vyote, Qur'ani, Injili, Zaburi, Taurati, hakuna hata kitabu kimoja kinacholitetea jambo la ushoga. Kwa kweli ni ujasiri wa kupindukia, ni ujasiri wa kupindukia na ambao si wa kinidhamu, kulipata bunge la nchi za Ulaya linatoa amri kwa mamlaka ya Tanzania kwamba iweke taratibu za kuutetea ushoga. Kwa ibara nyingine nzuri, bunge la Ulaya linawaamrisheni wa Tanzania, ushoga, watoto wenu wa kiume waolewe na vijana wa kiume. Naomba niseme tena kwa vizuri ili wazaramu wanielewe. Bunge la Ulaya, wazungu wamekaa huko, wanatoa amri kwa Watanzania. Bunge linatoa amri, linasema kuanzia sasa waambie Watanzania huko, sisi tuje tuwaoe watoto wao wa kiume. Inna lillahi. Ni uungwana, na haya maneno nasema kutoka ndani ya roho yangu, ni uungwana kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lililojaa Wakristo na Waislamu kutonyamazia kimya maneno haya ya kipuuzi. Naomba nirudie tena, ni wajibu wa kinidhamu na kiuungwana, masababu haya ni matusi. Ni wajibu wa bunge letu takatifu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambalo bunge hilo tunalichagua sisi. Si haki kunyamazia matusi haya ambayo ni matusi kwa bunge la Tanzania na ni matusi kwa bunge na ni matusi kwa Watanzania. Wazungu kutupa amri kwamba ushoga uwe ni halali katika ardhi hii ya Sheikh Hassan bin Amir al-Shirazi. Ushoga uwe halali katika ardhi hii ya Sheikh Hamad bin Juma bin Hamad al-Buhri. Ushoga uwe halali katika ardhi hii ya Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayub al-Kamadhi rahimahullah. Ni jambo la kutisha
na tutakuwa hatujatenda haki matusi haya waliotutukana wazungu kwa nyamaza kimya kimya. Ardhi ya Sheikh Ramia, ardhi ya Sheikh Muhammad Ramia. Kwa hivyo jambo la pili, ndugu zangu wapendwa, uzalendo. Mzalendo ni yule ambaye hakubali mwanawe afanywe mpumbavu. Ni wajibu wa kiakhlaq, wa kimaadili, ni wajibu wa kiutanzania, bunge letu takatifu, kuto kunyamaza kimya kwa tukio hili ambalo limetokea. Lakini jambo la tatu katika mzalendo ni nani? Ni al-ikhlasu lilbalad, wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. Hawajaamrishwa isipokuwa umwabudu Mungu kwa ikhlas. Kwa hiyo moja katika sifa za uzalendo na moja katika maana ya mzalendo ni yule mtu anayetumikia nchi yake kwa ikhlas, kwa ukweli, si kwa ubabaishaji. Na ndugu zangu, moja ya jambo linaloonyesha ikhlasi ya mtu ni ule uwajibikaji wake. Kama kazini, muda wa kuingia kazini ni saa 2 kamili. Unapomuona mfanyakazi 2 kamili yupo ofisini, huyo ujue ni mukhlis, ni mkweli na kazi yake, si mbabaishaji. Unapomuona mtumishi anatambua muda wa kuingia kazini lakini hajui muda wa kutoka kazini, huyo ni mukhlis. Mukhlis ni yule ambaye kazi zake mkweli na nchi yake, ni yule ambaye ana kazi 5 alizopangiwa kwa siku moja halali mpaka hakikishe kazi 5 hizo amezimaliza. Mukhlis ni yule ambaye hajazi tumbo lake peke yake, hajazi tumbo lake peke yake. Yuko tayari, anapambana matumbo ya Watanzania yajae na yeye tumbo lake lijae. Kwa ibara nyingine nzuri na nyepesi, kuhisi masulia ni moja ya ikhlas. Mtu anapohisi kwamba mimi nimepewa jukumu hili, nimekabidhiwa mradi huu kuhakikisha wananchi wa wilaya hii maji salama yawafikie. Wewe uliyekabidhiwa mradi, unapozitafuna pesa hizi ukaufanya mradi chini ya kiwango, wewe huna ikhlasi na nchi na wala si mzalendo. Hata ujapo nadi kwenye manabir, kwenye mimbar kwamba wewe ni mzalendo na unaipenda Tanzania, la, wewe unaihujumu Tanzania. Jambo la 4 kwa haraka haraka ni kuiombea Mungu nchi. Wanaonyanyua mikono wakaiombea Mungu nchi kama vile alivyoiombea Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Wanaonyanyua mikono wakasema, Mungu, Tanzania sisi tuna utulivu, Mungu utulivu huu endelea kuubakisha. Watu hao ni wazalendo. Na hongera kwa mikusanyiko tofauti iliyofanyika ndani ya miezi hii na masiku haya sehemu tofauti katika nchi ya Tanzania kwa malengo ya kuliombea Mungu taifa hili liendelee kuwa na utulivu, liendelee kuwa na amani, na no reform no election pia iwe ya amani. No reform no election sawa, lakini isiwe ni no reform no election ya kunuka. Iwe ni no reform no election ambayo watu wake watakuwa bado kwenye amani. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania na shekhe mkuu wa madhehebu zote hapa nchini, Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana, amewahi kusema kwamba amani ni kama vile yai, linapokuwa mkononi lazima uwe makini, uliengeyenge, uliangalie vizuri,
likianguka uwezi ukalichukua tena. Ndivyo amani ilivyo. Nasomeni historia ya Libya ilikuwa vipi, na baada ya kukosekana amani Libya imekuwaje. Libya ilikuwa ni nchi amani, elimu bure, tiba bure, mshahara kwa watu wake wote wanaoishi. Fakafarat bi an'umillah, wakalewa amani. No reform, no election. Haikuja kwa njia ya amani, ikaja kwa njia kitanuka, na kikanuka kweli mpaka leo. Kwa hivyo kuiombea Mungu nchi, lakini vile vile kuombea Mungu viongozi ambao wao ndiyo sababu ya utulivu huu na amani hii tuliyokuwa nayo. Na nukta ya mwisho, moja ya sifa ya mzalendo ni yule anayepambana kuhakikisha amani ndiyo inayotawala katika nchi. Maelewano ndiyo msingi katika nchi. Maridhiano ndiyo msingi wao wa kuishi. Mizozo na mivurugano na mivutano sio msingi wao. Ni moja katika vigezo vya kuonyesha kwamba mtu huyo ni mzalendo. Kwa hivyo mzalendo ni yule ambaye yuhibbu watana, anapenda nchi yake. Pili, yudafiu an balade, anatetea nchi yake isiingie kwenye mabalaa na matatizo. Yukhlisu li balade, tatu, ana ikhlasi ya kupindukia kwa nchi yake. Lakini nne, anaiombea Mungu, na tano, anapambana kuhakikisha nchi yake ni nchi ya amani na utulivu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على التسعة المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين مع الصلوات. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرضوان، أسألك يا رب بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحد ونحن له مسلمون. لا لا